Nilijikuta tu ghafla, nikakuta ni damu, zingine mdomoni, zingine puani, zingine nikawa nashindwa hata kuhema, zingine nikawa na meza, zingine zikagandia ndani. Bryson Muhoha ni mkazi wa Yakobi, halmashauri ya mji wa Njombe. Mwanaume aliyowagusa watu wengi wa mji huo baada ya picha zake kusambaa zikimuonesha alipokuwa na changamoto ya kansa na baada ya kupona maradhi hayo. Baada ya hapo nikawa tayari kichwa kile kinazidi kuhumuka. Tumepata nafasi ya kuzungumza na Bryson. Anasema ugonjwa huo ulianza kuonekana baada ya kutokwa na damu ghafla puani, hali iliyomlazimu kuanza kutafuta matibabu. Anasema licha ya jitihada zote alizokuwa akizifanya awali kwa ajili ya kupata matibabu kwenye hospitali mbalimbali, lakini alikwama kutokana na gharama za ugonjwa huo, huku akiwa ameuza mali zake zote ikiwemo mifugo, mashamba na miti. Kwanza niliuza mashamba, nilikuwa na ng'ombe niliuza. Wakati Muhoha akisubiri kudra za Mwenyezi Mungu ili kunusuru uhai wake, anasema wakazi wa mji wa Njombe waliweza kujitokeza na kumsaidia fedha zilizomwezesha kuinuka tena na kupambania matibabu, ambapo mpaka sasa afya yake imerejea. Nilijikuta tu ghafla kama zinatoka kamasi puani. Nilipojifuta hivi na mkono nikakuta ni damu. Moja kwa moja pale zikaanza kutoka kwa mfululizo mpaka kama lita moja zikakata. Baada ya kukaa masaa matatu tena ikaanza tena. Nikakaa pale nusu saa huku ikiendelea kutoka hivyo hivyo damu. Ikakata. Ikaja kanitokea tena siku ya pili. Ikaanza kutoka damu hivyo hivyo. Ikatoka kama nusu saa. Ikakata. Siku ya tatu zikaanza kutoka tena. Hapo ndipo ikazidi kile kiwango ambayo ilitoka siku ya kwanza mpaka ya siku ya pili, ya tatu ndio ikazidi. Ikaanza kutoka mpaka lita 3. Pale tuliondoka tukaenda hospitalini Kibena. Nikatibiwa pale, nikakaa wiki. Zikatulia. Karuhusiwa nikarudi nyumbani. Baada ya wiki 2 hali ile ikarudi. Kaanza kutoka damu pale, baadaye zikawa zinatokea zingine mdomoni, zingine puani. Zingine nikawa nashindwa hata kuhema. Zingine nikawa na meza, zingine zikagandia ndani. Basi nilipokuwa nikitembea, nikawa ninatembea nanuka, natoa harufu kama maiti aliyooza. Ndani ya miezi 3 niliondoka nikaenda hospitalini Ikonda. Baada ya kwenda Ikonda ikawa zikafunga pua. Baada ya kuzidiwa zikafunga pua. Nikawa nahemia mdomo mtu. Katika kupima wale madaktari pale ikaonekana nifanyiwe pressure. Ikashindikanika kufanyiwa pressure kwa sababu nikawa natumia njia moja tu, kwa sababu mwanadamu anatumia njia 2. Basi waliniruhusu nirudi nyumbani kwa imeshindikanika. Nirudi nikiwa na tatizo hilo, pua zimefunga, hazifanyi kazi, nahemia mdomo. Nikaendelea kukaa pale nyumbani. Kafunga safari ya kwenda Mbeya. Nako Mbeya ikashindikanika.
nikarudi tena nyumbani. Baada ya hapo nikawa tayari kichwa kile kinazidi kugumuka. Kweli walipofanya ule mchango wakanichangia pale, tukapata ndio kuondoka kwenda. Kabla ya hapo kwanza niliuza mashamba, nilikuwa na ng'ombe niliuza. Baadaye ya hapo ndio wakaja nikanisaidia, ndipo nikaondoka safari kwenda Dar es Salaam. Tukafikia hospitali ya Muhimbili. Kufika pale kuvuta damu ili wapate vipimo, ikaonekana damu mwilini haipo, inapaka kama alama tu kwenye kile kibomba. Ndipo madaktari wengi wakakusanyika pale kujiuliza, mbona huyu mtu anatembea wakati damu hamna? Baada ya kuona vipimo havionyeshi kuwa naonekana mtu mzima, wakapeleka India. Walipokata ile nyama wakapeleka India. Nikakaa wiki 3 nikisubiria. Baada ya kutoka yale majibu toka India, wakanihamisha kupeleka National Road. Ndiko kule nilipoanza kutibiwa. Na dozi moja ilikuwa 400,000. Laki ngapi? 400,000. Na mimi nilipangiwa dozi 16. Baada ya kumaliza hiyo dozi 16, ndipo ikakata kauli. Nikawa siongei. Nikawa natembea, siongei, naongea kwa ishara. Na madaktari walisema sababu ya kukata hayo mawasiliano ni nini? Kwa ajili ya zile madawa niliyokuwa nikitumia. Basi niliruhusiwa, wakadai kwamba cha kwanza nikazanage kunywa maji. Niliendelea kukazana kunywa maji kwa siku, niwe namaliza lita 2. Baada ya miezi 3 hali ya kuongea nikaanza kuongea vizuri. Ndipo nilipopata unafuu mpaka leo hivi nikiwa mzima. Kwa hiyo mimi ninashukuru, ninaendelea vizuri na ninaendelea na kufanya kazi za shughuli kama kawaida pasipo shida yoyote. Tunaishi nao msimu wa 8 mwaka 2026. Tumehudumia wahitaji 13, na katika wahitaji 13 wa mwaka 2026 wahitaji mmoja ndo amefariki dunia kwa sababu ya changamoto ya kansa, lakini wengine matibabu yanaendelea na wanaendelea vizuri. Wapo ambao bado wapo kwenye mahospitali, wapo ambao wameenda hospitali, wameruhusiwa, wamerudi majumbani na kuendelea kutumia dawa, lakini pia wanatakiwa waendelee kuhudhuria kliniki mbalimbali. Kwa hiyo katika hilo tunashukuru sana. Asilimia kubwa ya wahitaji wengi ambao sisi tunawasaidia tunaishi nao wana changamoto ya kansa, na vipo vitu vingi ambavyo tumebaini ambavyo vinasababisha kansa na hata kuwa ni vyanzo kwa watu ambao tunahudumia. Kwanza ni mtindo wa maisha ya mtu ya kila siku, vyakula vyake, lakini pia bado kuna wengine madaktari wanasema, unajua kansa pia inarithi Kwa hiyo kuna wengine pia ni kansa ya kurithi. Unakuta kuna baadhi ya koo unakuta ni historia ya kansa kwao, yani alikuwepo shangazi, alikuwepo bibi, alikuwepo mjomba, basi na huyu pia amepata kansa. Lakini jambo la pili ambalo ninatamani ni serikali kama inaweza kuliona hili kwa namna moja au nyingine. Tunajua kupitia Wizara ya Afya matibabu ni gharama sana. Kwa mfano, tumekuwa tukikutana na wagonjwa wa kansa, matibabu yao ni makubwa mno. Tunakutana na wagonjwa ambao wanasumbuliwa labda changamoto za figo, matibabu yake ni makubwa mno. Tunatamani kuona kwamba serikali ingeweza kuona namna, pamoja na jitihada ambazo wanafanya kuanzisha bima kwa kila mmoja, bima kwa wanafamilia, lakini pia kuona namna ya kuweza kutengeneza masharti rafiki kwa hao watu wanaogundulika kuwa na changamoto za haya magonjwa ambayo ni makubwa sana, kwa sababu inafika hatua ambayo kansa ikiingia kwenye familia ni umaskini umeingia.